chaguzi ndogo za tarehe 27 mwezi jana. Tutakuwa tunakueleza zaidi kwenye taarifa za hapo baadaye. Tukirejea studioni, tunaingia kwenye mjadala moja kwa moja, na kama nilivyokuarifu awali, leo wanafunzi waliofanya tathmini ya sekondari msingi ya KJSEA watakuwa wanapata matokeo yao, yatakuwa yanatangazwa hii leo na Wizara ya Elimu, na kisha ndani ya takriban juma moja hivi basi ule mchakato wa kuweka kwenye shule za upili utakuwa unaanza, na kwa mara ya kwanza Baraza la Mtihani la NEC litakuwa linashirikishwa kwenye mchakato huo likitoa ushauri kwa Wizara ya Elimu kuhusiana na uwezo wa wanafunzi kutokana na matokeo walioyapata kwenye tathmini hiyo. Karibuni sana. Ninaungana na Mwalimu Peter Amunga ambaye ni mtaalamu wa elimu na pia ni mtafiti kwenye shirika ama muungano wa KEWOTA ambao ni muungano unaojumuisha wanafunzi wa kike nchini, na pia Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na mtafiti katika shirika la elimu bora Working Group. Karibuni sana. Asante sana. Naam, tuangazie kwanza matarajio, kwa sababu tuna yale mazoea ambayo tumekuwa nayo kama taifa kwenye kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa, lakini hii ni tathmini kama wanavyoita kwa lugha ya Kimombo assessment. Na matokeo ya tathmini hii yatakuwa moja kwa moja tofauti na matokeo ambayo tumekuwa tukiona kwenye 844 kwenye mtihani wa kidato cha 4 wa KCSE. Matarajio ni yapi, tukianza na Peter? Naam, kwanza watoto wote waliofanya mtihani tunawapa hongera, heko kwa kufika kiwango hicho, na matarajio ni mengi tu, atapokuwa wale ambao wanasimamia mitihani wanajaribu kutuambia kwamba tusiwe na mengi ya kutarajia, kwamba mtihani huu si mtihani bali ni tathmini. Lakini bado tathmini bado ni mtihani, manake katika Kiingereza wanasema evaluation, yani ni kana kwamba tunajaribu kuona measurement hawa watoto yale mambo walijifunza miaka hiyo 9, masomo hayo yamewasaidia au la. Na pia kitu ambacho tunajaribu kuambiwa ni kwamba serikali na pengine hiyo tume ya NEC itapatiana mwelekeo hapa na pale, lakini Wakenya wengi, sisi wote tukiwemo kama hata wataalamu wa elimu, tunajua kwamba mitihani hii huwa ni ngazi ama ni chombo cha kutoa mahali fulani kwenda mahali pengine. Kwa hivyo kila mzazi ambaye ako na mtoto katika ambaye alifanya mtihani huu grade 9 anatarajia kwamba mtoto wake ataitwa kwa shule. Hapo ndipo changamoto ipo. Wanatuambia kwamba basi wote wamefanya tathmini, wote wameenda mbele, lakini kuenda mbele wapi? Kule kwenda mbele ndiko kutakuwa na shida pale, ambapo wazazi wanatarajia kwamba kitu tarajio kubwa ni kwamba mtoto wangu ataitwa katika shule ipi baada ya matokeo haya. Kwa hiyo nafikiri matarajio ni mengi tu na tutaona. Bila shaka. Boaz, unahisi matarajio ni yapi? Kwa sababu tunajua kama alivyotaja Munga, hii ni tathmini, lakini wengi wanahisi bado tu ni mtihani, kwa sababu kama utakuwa unakutoa kutoka daraja moja hadi jingine, tulivyozoea mara nyingi unakuwa ni mtihani. Na pia wazazi wamezoea mfumo ambao unatumia alama, unatumia ubora, huyu amekuwa nambari ngapi, huyu alikuwa na alama ngapi, lakini hilo litakuwa tofauti, na nafikiri ndio kitu ambacho wengi wana wasiwasi nacho, bado hawajaelewa mambo yatakwendaje. Asante sana dadangu Adia, na shukran brother Amunga. Mwalimu amekueleza tathmini na mtihani tofauti haipo. Ni vile tunaangalia ni vipi hawa wanafunzi vile walikuwa wanasomeshwa wameelewa, na ndio sasa wanaweza kuendelea na masomo kwa hizo nyanja zingine. Na tarajio lile kuu lazima tuanze kusema kuwa tarajio na kila mwanafunzi na mzazi na kila mwalimu mwenye alikuwa anawasaidia ni hao wote kufuzu kufanya 100% transition waende kwa hiyo level nyingine. Na vile vile tarajio ni kuwa sio mmoja wao ama mtu yeyote, mwanafunzi yeyote atakuwa na lengwa kwa njia ya udanganyifu, mambo aina hiyo. Tatu, tarajio ile mzuri tena zaidi langu ni kuwa wakati sasa wanapata matokeo
serikali wamejitayarisha ya kutosha kwa nasema hali na mali ili mahali sasa wanataka kuingilia kwa senior school grade ya 10, basi imewekwa visawa kwa sababu tunajua ni CBC, CBE sasa inaingia the senior school, na ili basi wapate faida kulingana na tarajio lile kuu la CBC, basi yale mambo mengi ambayo yalikuwa yanaibuka kuhusu preparations, basi ingekuwa ni hayo mambo yote tayari serikali wamechukua nafasi hii kufix, kutoa suluhu, kwa sababu lazima tujiulize kwa nini wengi hao wanafunzi wote, hao watoto wetu wote, hakuna hata moja alijaribu ama aliangalia zile shule karibu 1500. Na hizo shule ni kwa sababu walikuwa wanaangalia, wanaona tu pengine ni kuna fence peke yake ama hata hazina fence, hazina chochote. So kama serikali wangekuwa wanalenga shule aina hiyo kufanya tuseme rapid infrastructure development, kwa mfano, pia kuangalia wako na walimu wa kutosha, pia tena waangalie kama ile hali ya mazingira, unajua the learning environment ni muhimu kwa masomo ya hiyo kiwango ya juu. So wangekuwa wanaangalia hayo yote, na tena kuna jambo lingine sasa halijasemwa sana, the support ama kupeana support kwa wale walimu wamekuwa wakifundisha wanafunzi wa 844, kwa sababu CBC na 844 kuna tofauti kiasi, na wale tumekuwa tukiambiwa wamefanya wanasema retooling. Hiyo jambo sijui mimi kwa nini inaingia kwa kichwa kama hiyo engineering ama continuous training, ili mwalimu wawe tayari kabisa, awe confident, unajua. Na vile vile Hadia, sisi kama watafiti katika elimu, sekta ya elimu, tunajua kuwa kuna walimu wachache sana kuhusu kwa pathways zingine. Kwa mfano, walimu wa art na sports ni wachache mno. Pia ukienda hata kwa junior school, pre-technology courses, tulikuwa na walimu chache mno. So hiyo changamoto pengine kama hawatujaangalia, pengine ingekuwa vizuri serikali walenge hizo gaps, hizo mwanya. Tusiseme tu grade ya 10 watapata the high school teachers na hii itakuwa hapana, kwa sababu hizo pathways kama zile nimetaja kwa art and sports, utaanza kuona mwanya kubwa sana, kwa sababu walimu wa hiyo sekta hawako. Na hata kwa STEM, sinijuzi tu walisema walimu wa physics ni wachache mno. Na hayo ndio mambo tungekuwa tunalenga, na tunasema tuendelee kwa train ndio tuwe na walimu wa kutosha. Alafu tuwa recruit kama walimu tosha, kwa sababu TSC pia wamekuwa wanafanya mchezo ingine hapa. TSC wamepewa jukumu kubwa la kikatiba, kipengele cha 237, wa register trained and qualified teachers, alafu wafanye recruitment kutoka kwa hiyo list. Lakini bado nimeona hata saizi wameambiwa JSS hiyo mambo ya continuous renewal of contracts as interns, hiyo ni kinyume cha sheria. So lile lengo kuu ni sekta ya elimu, waziri na wafanyakazi wake watakuwa wanatii sheria, sio kuenda nyume ya sheria. Asante. Na tutakuwa tunaangazia zaidi masuala ya utayari, tukiangazia walimu na miundombinu. Lakini kabla ya kuingia kwenye hayo, tukiangazia matokeo yenyewe. Hii ni 60% kati ya 140 ikiwa imepatikana kwenye ule mtihani wa tathmini ya grade ya 6 KPSEA na mtihani ya shuleni ya grade ya 7 na 8.
na kwa mara ya kwanza tunaona kwamba matokeo ya kiwango cha ambacho kinamvukisha kama daraja mwanafunzi yanajumuisha pia nafikiri maoni ya mwalimu aliyekuwa naye moja kwa moja, kwa sababu tulikuwa tunaona katika 844 kwamba mwanafunzi anafanya mtihani wa kidato cha 4 na matokeo yanatokana na kusahihishwa na walimu ambao labda hawakuwa kwenye darasa lake wala hawakuwa wamekutana naye moja kwa moja, lakini 40% tayari ni mchango wa yule mwalimu aliyekuwa moja kwa moja na yule mwanafunzi anaona ule uwezo wake moja kwa moja. Hii unahisi italeta tofauti katika jinsi ambavyo wanafunzi watawekwa kwenye makundi na pia labda kuchaguliwa taaluma na mkondo wa taaluma ambao unawafaa? Naam, ni jambo nzuri sana kwamba tuna tathmini mwanafunzi kabla ya mtihani mwenyewe wa kitaifa. Njia moja ya kutoa ile tunaita bottleneck competition wakati wa matokeo hayo. Kwa hivyo ile 40% ambayo tayari wako nayo imetoka kwa walimu kusahihisha pale darasani na zile activities wanafunzi walishiriki. Kuna wakati mnakumbuka wazazi wakiongea kuhusu watoto kwenda kufagia masoko ama sokoni, wamevaa vile yale manguo na wanajaribu kufanya kazi hiyo. Tuliona mambo kama watoto wakijaribu kuimba nyimbo na wana record. Ni mambo mazuri tu ambayo kusema ukweli yangefuatiliwa kabisa, ni mazuri. Lakini mimi kama mwalimu na ambaye nimekuwa na walimu wenzangu na nimeona kazi inaendelea kule, zile tathmini zile ambazo zimekuwa zikifanywa, what we call continuous assessment tests, kwa tulipokuwa chuo kikuu tuliita CATS. Zile CATS ambazo zimekuwa zikifanywa katika hizo shule zetu za JSS, nyingi zimekuwa hazifuati ratiba ile ya asili kabisa vizuri. Manake walimu wamekosa vile vifaa. Kwa mfano, unapata kwamba kuna tathmini imekuja kwamba mtoto ajue mambo ya swimming, kwamba mtoto anaweza kuogelea. Na shule nyingi tunajua hazina hata maji yenyewe tu ya kunywa hamna. Sasa hapa tunaongea kuhusu wanafunzi wengi kwa madimbwi na waogelee. Na kuna mwalimu mtakana kuwe pale akitoa alama. Ule mwalimu pengine mwenyewe hajawahi hata ingia kwa kidimbwi cha maji, hajui chochote kuhusu jambo hilo. Lakini sasa yeye ndiye amepewa pale ile kazi ya kufanya nini? Kutathmini yule mtu. Na hajui, lakini anatathmini tena, anataka kuonyesha kama huyu anajua. Kwa hivyo kusema, nimetoa tu kama mfano, ni mengi tu, mambo ni mengi. Yale mambo amesema kama pre-technology subjects. Walimu wengi hatukujua ni nini hiyo. Hata hatuelewi vile vifaa, zile screwdrivers, nini matumizi yake. We are supposed to have known them first so that we impart that knowledge to the child. But unapata kwamba hatukufanyiwa enough retooling. Hatukufanywa ile amesema mwenzangu ile kupewa ile naam, so that we are able to be like coaches. Sio tu yani tuna coach mwanafunzi. Kwa hivyo kitu tulichofanya, na nasema katika runinga kama hii na mimi ni mmoja wao, kitu tulichofanya katika shule hizo za JSS walipokuwa wanaleta zile continuous assessment, tulikuwa tunapatia mwanafunzi alama za nenda mbele bwana, tuondokee, songa mbele. Serikali itajua vile itafanya nawe huko mbele. Kwa hivyo most of it is not a true reflection of who that child is, because the child didn't have the tools, didn't have the environment, and didn't even have the teachers. Unless wewe si Mkenya ujue kwamba JSS imekuwa haijakuwa na walimu. Mwalimu mmoja ambaye mimi mwalimu wa high school pale katika chuo kikuu nilifundishwa 2 subjects only to specialize in. Sasa unapata kwamba mwalimu wa JSS ambao ili darasa ndio limesumbuka sana. Limekuwa na walimu wachache ambao they are not specialists in those subjects. Mwalimu wa CRE anafunza biology, anafunza kemia, fizikia, mambo hayo yote hata haiwezekani. Kwa hivyo they have been given a raw deal, but to cover up that raw deal, what we did, na nasema tukiwa hapa, na ukweli ni kwamba walimu tuliwapatia alama wasonge mbele.
Na nafikiri hiyo kauli si mara ya kwanza kuisikia. Awali kulikuwa na kikao kingine tulichokifanya hapa na kuna mwalimu pia alikuwa na dhana sawa na hiyo, kwamba pia kama mwalimu hutaki kumwekea mwanafunzi alama ambazo zitaonyesha wewe kama mwalimu hufanya kazi na jukumu lako na pia vifaa ambavyo vinahitajika havipo. Boaz, maoni yako ni yapi kuhusiana na kwamba ni muhimu kushirikisha mwalimu anayemjua mwanafunzi kwenye tathmini, lakini pia kuna changamoto ambazo huenda zikamweka mwalimu kwenye mazingira ambayo hataweza kupeana tathmini ambayo ni sahihi? Dada Hadia, kwanza ndugu Wamunga amenena ukweli mtupu kuhusu vile matayarisho ya KPSEA ilikuwa inafanywa. Kwa sababu katika JSS tulikuwa na wale walimu, wengi wao ni wale walimu walikuwa wamefanya art. Utapata ni alifanya Kiswahili na CRE, alifanya business studies na CRE, alifanya mambo aina hiyo. Na hao ndio walimu walikuwa wanafanya tathmini kwa hawa wanafunzi. Na unajua vile ulianza, ulisema kuna idadi ya 20%, that's 20%, inatoka kwa hiyo tathmini ya grade ya 7 na grade ya 8. So kama mwalimu wa Kiswahili alikuwa anafanya assessment juu ya mathematics, juu ya science na home science, itakuwa ni ukweli hapo. Ndio kwanza najaribu kuweka uzito hapo kusema ile tathmini imefanywa kwa shule kweli ni wacha waendelee, kwa sababu sasa sisi hatuna vifaa wa kuangalia kwa makini na kusema kweli hakika huyu, kama ni ilikuwa kuhusu art ama ilikuwa ni mambo ya music, nimeelewa mimi mwenyewe huyu is approaching expectation ama exceed expectation. So shida ilikuwa ni hawakuwa na au walimu ama facilitators wa kuwasaidia sana. Lakini pili, KPSEA, unajua KPSEA pia ilikuwa ni hao watoto wenye wanapata matokeo leo ndio wale ambao 2020 ilikuwa 2022 kwa sababu wamefanya 2022 na wakaingia 2023. 2022 hao ndio walikuwa wanang'ang'ana. Nakumbuka kwa sababu sijui ilikuwa ni media house gani, tulikuwa tunasema hao wanafunzi kwanza hata ile planning ya awali na kusaidiwa kuelewa hii ni assessment aina gani, itakuwa na njia fulani, ilikuwa ni test, piloting ama ni pre-trial. Na vile walifanya na mwisho wakasema basi si unaona hata hawajafanya vibaya, wamefaulu tu. So hao wanafunzi ama watoto wetu kwanza tunaomba msamaha kwa sababu tumewatumia kama the guinea pigs katika utafiti fulani. Lakini wasikufe moyo kwa sababu wana ile ni hekima, wana uwezo, wataendelea wakifika kwa grade ya 10 na wataingia kwa hizo laboratories na workshops, wataona kuwa kweli zile theories walikuwa wanapata kwa JSS basi wanaweza kuinakili vizuri wakiwa kwa grade ya 10. Lakini kuna wengi wao pia kwa hizi shule zingine za sub county na zingine county na sub county. Najua saizi hawataki kusema kuna hiyo grading ya sub county. Lakini kuna hizo shule kila mmoja wao wanajua. Nafikiri hizo ndio idadi za zile mashule hawakujaribu hata kuselect kusema wanataka kuenda huko. So watoto wenye walikuwa huko na pia watatransition kutoka kwa hiyo shule yenye haikuwa na chochote kuingia kwa zile shule ingine bado zinafanya struggle. Hapo shida inakuwa. Na hapo ndio inanileta kwa jambo muhimu zaidi moja. Mambo ya kusema CBE haijaleta competition sana. Nakumbuka kila wakati wakati jambo hilo imekuwa likitokea, nasema competition is part of life, is a natural happening. Kama competition, hata twins wakizaliwa unaona mmoja wa kwanza anang'ang'ana ndiye akuwe wa kwanza kutoka. Hiyo ni competition. Saizi ukiangalia the framework Njegere alitoa NEC,
Dr. Nyegere wa NEC walitoa, inasema kuwa watakuwa wanaangalia the first 6 best performance. Hiyo sio competition. Watajuaje ni These are the best. Wasianze kuambia watoto ati hakuna competition. Una compete na ujinga. Unasaidiwa ili kujua na kuelewa zaidi, kwa sababu kama wewe hautafika kwa ile the first 6 best kwa STEM, kwa sababu wamesema 6 best kwa STEM watapata ile the first, ile choice ya kwanza, watapewa hiyo nafasi ya kuenda kwa hizo choices automatically, wataenda. So unaona kuna competition. Vile vile mambo ya shule, unajua kuna mambo ya gharama imeletwa hapa. Na nafikiri hapo ndio walianza kuzungumza, lakini wakarudi nyuma kwa sababu wakajua the consequences ya kuongea vile walianza kuongea. Walianza kusema kuwa boarding schools zote zitakuwa sawa na malipo itakuwa sawa 53,700. Na unakumbuka hiyo ilikuwa ni zile rates zilikuwa published kitambo. Ili National Boarding School 57, alafu extra county ilikuwa ni 44,000 namna hiyo. Lakini wakati CS na PS wakasema okay, sasa hatutaki mambo ya categorization, so shule zote zitakuwa sawa, na kwa sababu ni za boarding, basi kila mmoja wao watakuwa wakilipa hiyo 53,700. Hapo ukiangalia kwa ndani ndio sisi wenyewe kwanza tulianza kusema okay, unaona wenye walikuwa wanalipa 44,000 wameletwa juu ndio walipe zaidi. Wale ambao walikuwa kwa free day school sasa wataanza kulipa tena senade. Tulifanya hiyo analysis na tukasema wakiendelea namna hiyo kupitia kwa hiyo circular walitoa. Na hiyo circular vile walitoa ni kama wakaambia the officers wa elimu msitoe nje ionekane tena, kwa sababu nimetafuta tena ni ngumu kuipata. Lakini wakati huu ndio wangekuwa wakuje wazi ili wanafunzi na wazazi wao na their sponsors wajue mapema ndio wajitayarishe. Naam, tutakuwa tunarejea nipate pia maoni ya Amunga kuhusiana na ushindani ambao Boaz ameuibua. Kuna baadhi wanasema kwamba ushindani ukiondolewa ni bora, lakini wengi wanahisi ushindani ni miongoni mwa vitu ambavyo ni muhimu kwenye maisha. Tutakuwa tunayazungumzia hayo hivi punde. Kwa sasa na tupa jicho madukani na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, na shukran kwa kuendelea kusalia nasi. Tunaendeleza mazungumzo kuhusiana na matarajio ya matokeo ya kwanza ya ile tathmini ya sekondari msingi ya KJSEA ambayo yatatangazwa hii leo. Na studioni namhusisha Mwalimu Peter Amunga ambaye ni mtaalamu wa elimu na mtafiti na shirika la KEWOTA, na pia namhusisha Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na vile akiwa anafanya na shirika la Elimu Bora Working Group. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Asante sana. Amunga, maoni yako ni yapi kuhusiana na mfumo wa kuondoa ushindani? Lakini pia kama alivyotaja Boaz, kwa upande mmoja au mwingine bado serikali pia inapozungumzia masuala fulani, unaona hakuna njia ambayo tunaweza kuondoa ushindani kabisa katika masuala ya tathmini ya mitihani ya kitaifa. Ukweli ni kwamba tunapokuwa walimu, sisi tunapokuwa tukifunzwa walimu na walimu kama huyu mwenzangu hapa, tunafundishwa kitu kuhusu kitu inaitwa assessment, measurement and testing, evaluation. That is a core practice that we have to learn tukiwa katika chuo cha walimu. Na uweze ongea kuhusu measurement kama una ushindani. Manake how do you measure? Utajuaje kibuyu hiki kimejaa maji mpaka utasema quality ambapo kimejaa kufika kiwango kipi? Kwa hivyo unapoongea katika kuhusu elimu na elimu bora, lazima uongee kuhusu ule ushindani wa shule mbalimbali, walimu, wilaya ama counties, ambapo tujue kwamba
nini kinachofanya kwa mfano shule za kibinafsi zionekane kufanya bora katika mitihani hii kuliko shule za tuseme shule za serikali? Kwa nini wasichana kwa mfano wamefanya vizuri katika Kiingereza kuliko wavulana? Mambo hayo yote ndio tunaita ushindani, ndio measurement. Measurement is a key process in any learning situation. Kwa hivyo mambo haya ya serikali ama watu wetu walikuwa wanatuambia pale kama ministry kwamba hakutakuwa na ushindani, hata hatutatangaza matokeo haya, hatutatangaza shule gani zimeshinda. Lakini yale matokeo yanapofika katika shule zetu, yanapofika katika wilaya yetu, kwa mfano tuseme ni wilaya ya Taita Taveta, wale walimu huko Taita na viongozi wa elimu kule Taita lazima watakaa chini na wataalamu tuwafanye kile tunachoita tujue tulilemewa wapi tulifaulu na wapi tulishindwa. Katika kufanya hivyo ndio ile tunasema ushindani ushaingia. Manake Taita itatoa ripoti yao, Kakamega watoe ripoti yao, Mombasa itoe ripoti yao. Basi Mombasa iseme sisi tuko juu kuliko mfano Taita. Sasa wale wa kutoka Taita watajiuliza kwa nini basi sisi tulikuwa chini? Kwa hivyo elimu inaenda sambamba na ushindani. Ndio sababu inaitwa elimu. Manake kama huwezi kufanya elimu na kushindana, basi hiyo si elimu tena. Alafu jambo lingine ambalo nafikiri serikali ilikuwa inataka kupuuza na ilitaka kucheza chini, tunaita katika lugha ya mitaani kucheza chini, ni jambo la kuonekana kwamba inafeli katika sehemu fulani. Kule kufeli, to cover up their sins, kwa mfano infrastructure, zile labs zile hawakuleta kwa mashule mbalimbali. Utapata pengine shule zingine za mjini ziko na vifaa vya kutosha kuliko shule za tuseme vijijini. Na to cover up that, serikali inacheza chini mambo fulani kwamba tusionyeshe kwamba watoto kutoka shule za public wameanguka sana. Kwa hivyo ili tusionyeshe, kufumbaza watu macho wasione na wasiongee mengi, tunasema tu watoto wamefanya vizuri, watoto wote wako sawa, mambo si mabaya, we are doing well. It is political. Na nimekuwa nikiongea na mwenzangu hapa kwamba shida ya elimu ya Kenya, na tumefanya utafiti kama watafiti, tumefanya utafiti na tumegundua shida kubwa, we have good reports, tuko na wataalamu ambao wametoa mielekeo mizuri sana, lakini mielekeo hii ufika mahali tunafumbazwa na serikali na political goodwill, ambapo wale wanasiasa, unasikia kabla mtihani huu utangazwe, mimi asubuhi nikiamka nikiangalia yule waziri Ogamba, kitu cha kwanza alifanya ni kwenda, kabla atangaze alienda State House. Kwa nini anaenda State House? Kwa nini asitangaze? Kwa sababu wanapoenda kule wanaenda kutoa ripoti ya kisiasa, a political report now. Tukitangaza hili kwamba wasichana kutoka Turkana hawakupita, how does it affect us politically? Na wale watu kutoka huko Turkana, je, watatupigia kura ama watatupigia kura? Mambo kama haya yote come into play. So ule ushindani sasa inakuwa tena ushindani tena wa kisiasa, kwamba wale viongozi wetu ambao wanatawala kwa wakati huu hawawezi taka matokeo yaonekane kwamba kazi ni mbaya ama watu kutoka eneo fulani hawakupita. Ndiposa unakumbuka enzi zetu tulipokuwa tukiwa shuleni, ukila saa unasikia shule fulani, utasikia Moi High School Kabara kiko juu. Sisemi si wazuri, walikuwa wazuri sana, tena wazuri sana. Lakini tena kiongozi mwingine akichukua kutoka tuseme Nyeri, utasikia Mangu High School sasa iko juu. Kidogo ukisikia kuna ile handshake government, utasikia Maranda High School sasa ndio imeshinda, iko number 1 Kenya mzima. Sema St. Mary's. Utasikia St. Mary's yala. So mambo ya kisiasa yako mule ndani, yanachezwa chini lakini yapo. Kwa hivyo ule ushindani pia wa kisiasa upo katika mitihani hii inapotangazwa. Na sisi kama Wakenya wengi wetu ni jicho tu na kuomba Mungu kwamba watoto wetu watapata nafasi nzuri maishani. Na nafikiri Boaz, hilo ni swala ambalo maeneo mengi ambayo hayajakuwa kwenye nafasi ambayo Amunga anajaribu kuitaja yameathirika na maamuzi hayo. Unaona matokeo ya mwanafunzi kwenye kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu hayaendani na matokeo yake ya kidato cha 4, yanampatia msongo wa mawazo na athari nyingine nyingi tu, na wengine wakawa wamepoteza imani na mitihani ya Baraza la Kitaifa la NEC. Sijui kama unahisije kuhusiana na baadhi ya hoja ambazo
ambazo ameziibua Amunga, na iwapo hili huenda likaathiri tathmini za uhalisia ambazo zipo na pia uwezo wa wanafunzi ambao wanatarajia matokeo haya. Asante sana dadangu. Kweli kabisa, tukiangalia hali ya mashule kwa hizo eneo sana sana yenye ametaja, sitaki kuanza kusema county X, Y, Z. Kuna counties zenye bado wako na idadi kubwa zaidi ya zile shule zenye hazina vifaa zenye zinahitajika. Na ukiangalia kwa mitihani wakati walikuwa wanafanya, sio ati pepa zenye zinapelekwa huko ni kulingana na vile walikuwa kwa hali ngumu ama hali duni sana. Ni paper exam assessments zilikuwa sawa. Sasa hapo ndio saa zingine unaona wakati assessment inafanywa na hata zile national examinations zilikuwa zinafanywa, kuna jambo linaitwa moderation. Hiyo ni mtu akikwambia hiyo ni kijambo mbaya, sio mbaya. Ndio jambo ya moderation hata kwa chuo kikuu inafanywa. Kwa sababu utapata tuseme unit X imeletwa, wanafunzi walisomeshwa vizuri, lakini unapata yule mwenye amescore ile the highest mark amepata tu 52%. Sasa utaona wataanza hiyo moderation itafanya mpaka wanasema okay, kuanzia 50 hadi 45 sasa A inaanzia hapo, B inaendelea. Hiyo ndio moderation inafanywa. Nafikiri kuna wengine walitukosea kama Wakenya, wakaanza kusema hiyo hali ya moderation is an anomaly. Huyo mwenye anasema hivyo hana experience yoyote. Hana experience yoyote. So nimetaja hiyo kwa sababu ukiangalia hali ya mashule kwa hiyo eneo, kwa hizo eneo, moderation aina hiyo ingekuwa inafanywa. Ndio niseme mimi napenda kutaja example ya shule yangu St. Mary's Yara. Unaingia huko form 1 tayari umewekwa kwa junior laboratories, huko kwa electricity labs. Sasa huyo mwanafunzi mwenye ameingia hapo, alafu unaingia form 4, unaona kama shule ya form 4 ingine wameletwa kwa St. Mary's ndio waonyeshwe vitu kwa the junior lab. Na mimi nikiwa form 1 nilikuwa na coach form 4 wakiletwa kwa hizo, na hatukuwa tunajua hao kumbe ndio form 4 wanaenda kufanya. Unaona wana interact na hizi vitu kwa mara ya kwanza. So inequality hiyo inakuwa, ndio sababu wakati unafundisha wanafunzi na hawa watoto, usianze sasa kwa kumwekelea zaidi uzito zaidi. Ati kwa nini wewe hata hukujua kufanya mixing titration? Hakuwa na hizo vitu. Hapo ndio sasa hizo moderation na vile zingine zinatakikana zifanywe. Na kwa sababu CBE walisema inaleta equalization, basi saizi ndio wangekuwa wanaanza kuangalia na hata kupeana uzito zaidi kwa zile marks walimu walikuwa wanapatia hawa watoto kwa shule. Zile 40%. Nataja hiyo kwa sababu najua haijatajwa, lakini wenye wanafanya utafiti kama sisi tunajua ile tumepiga tarubini. Tunajua watapuuza hizo 40% na waanze kuangalia the 60% yenye imetoka kwa hii matokeo ya the national assessment ya KJSEA. Utaona hapo ndio watakuwa naegemea sana kwa sababu ya several factors, kulingana na kwanza mwalimu mwenye alikuwa na somesha ndiye amempa hizo marks. Wengi wamepewa 20 juu ya 20. Unaona mambo aina hiyo. Lakini ili iwe mambo iwe sawa, waweke uzito kwa hizo 40%, yani KPSEA na sana sana grade 7 na grade 8, kwa sababu hao walimu wameona watoto wenye wameenda kwa grade ya 6, 7, grade ya 7, 8, 9 bila mwalimu yule wa kumsaidia kwa hesabu, kwa sababu mimi nilikuwa nafundisha Kiswahili kwa mfano. Hajasaidiwa kwa mambo ya sayansi kwa sababu mimi nilikuwa ni wa CRE. Yule mwalimu unasema amekuwa ni empathy, ameonea huyu huruma sana, amemsaidia vile angeweza kumsaidia,
amemsaidia kwa kuandika notes, hata kuangalia kama anaweza kuiga mfano kutoka nje. So NEC wasianze kuweka uzito sana tu kwa the 60% ya KJSEA, waweke uzito tena kwa hizo 40%. Lakini ile jambo tena muhimu zaidi, wakati hao wanafunzi wanafuzu kuelekea kwa hizo sehemu za pili ama grade ya 10, na tayari nimesikia wakisema kuwa watakuwa na nafasi hata kubadilisha the pathways. Hiyo ni kitu jambo muhimu. Ukikumbuka tulikuwa tunapendekeza jambo aina hiyo. Tulikuwa tunasema hao wanafunzi wenye hawakuwa na interact na vitu za kisayansi na wamechagua STEM, pengine watafika kule na wanapata kama ni ile STEM nilikuwa nafikiria sio hii. So wapewe hiyo nafasi, na sasa hivi nimesikia wamesema hiyo itawezekana. Na kama itawezekana basi wafanye kwa haraka, watoe tu I mean the circular. Unajua kwa sekta ya elimu, bila hiyo circular hata hao walimu hawatajua waelekee namna gani. So watoe circular kwa mapema, wasingoje mpaka tarehe 12 mwezi Januari 2026 ndio sasa wanajaribu kutoa circular za kupeleka kwa mashule. So wasaidie walimu kuelewa na kujitayarisha kikamilifu. Hapo ndio ningependelea kuongezea. Mwalimu Amunga, NEC ina kibarua kigumu hasa kuhusiana na masuala tuliyozungumzia kwamba kuna ile kukosa imani kwa baadhi ya Wakenya na baraza hilo kwa labda kupitia wao wenyewe maisha yao na jinsi ambavyo matokeo kwenye watu wa karibu wanaojua ama wao wenyewe alivyokuwa kwenye mitihani ya kitaifa. Lakini cha zaidi, nafasi yake katika mchakato huu wa kutoa mapendekezo kwa Wizara ya Elimu kwenye tathmini, na zaidi mapendekezo haya yakiwa yanasaidia mwanafunzi kupata shule ya sekondari inayomfaa kulingana na uwezo wake. Unahisi hii nafasi inaweza kuboresha vipi uwezo wa mwanafunzi ama pia usawa tu katika kupata nafasi hizi ambazo zitakuwa zimependekezwa? Naam, kwanza hilo shirika ama tume ya NEC, Kenya National Examinations Council, liko na jukumu kubwa sana katika kuimplement. Kuna mashirika mengi, sio tu hilo. Ukweli ni kwamba kuna hata ile ya curriculum development ile ambayo inaitwa KICD. Alafu kuna hilo NEC ambayo sasa ndio kwa sababu ya mitihani hii, hao ndio wamesimamia mitihani hiyo. Alafu pia kuna mambo mengine kama semester, yani shirika ambalo kazi yao ni kuangalia mambo ya STEM, anaita STEM, yani science technology based subjects. Haya yote, hawa watu wote, alafu hata na tume ya Teacher Service Commission, alafu na vyuo vikuu ambavyo na watafiti wenyewe. Lakini sasa unaona ya kwamba haya mashirika je, yako na capacity ya kutosha ya kufanya kazi yao independently bila ushawishi wowote katika kusukuma elimu mbele? Na kama hilo swali ambalo unaweza kwamba katika kucheza sehemu yao ya kuchagulia kusaidia Wakenya au wanafunzi wetu ambao wamefanya KJSE kupata shule mbalimbali. Na jibu kwa Wakenya wengi ni kwamba hawawezi. Tumeona nyakati nyingi tu NEC, hata ile inaitwa KUPS ambayo ndugu yangu pengine anaweza ifahamu hii ya university, hao wote wanapoanza kutumika kutusaidia kuplace wanafunzi ama kuwaweka katika shule ama katika vyuo mbalimbali, tena miingiliano ya kisiasa huingia. Na kumbuka tu wakati mwingine, wakati huwa 100% transition, unapata wale ambao wanafanya kazi hiyo wamepeleka mtoto msichana amekuwa admitted Kakamega High School Boys. Na ametumwa huko, na si mmoja, wengi tu. Hasa unashaanza kushangaa yule ambaye anakalia mambo haya. Ni shida ya mashine ambao wanatumia, ama kuna typing error, ama kuna nini. Lakini unapata kwamba it's a way of proving to you that it's not fair. Something is not right. Ukipata jambo kama hilo limetendeka kila mahali, wazazi wanakuja katika vyuo, utawaona baada ya matokeo haya kutangazwa, utaona wazazi wakikuja pale kusema mtoto wangu ametumwa, mtoto wangu ni mtoto amesoma day school hapa tuseme Kibra, na sisi hatuna uwezo, na amepelekwa shule Jomo Kenyatta day school Taita Taveta, shule pale, na amepelekwa. Hasa huyu mtoto ataishi na nani kule?
atafanyaje, ataishi, maisha atakuwaje kule. Kwa hivyo unapata kwamba we can't allow Wakenya, ndio sababu Wakenya wako na hisia mbaya kwa tume hizi zetu za kitaifa. Manake there is that feeling that they don't do their work diligently. There is undue influence from other quarters. And shule hizi kubwa kubwa ambazo tunaziita kubwa, hizo shule utasikia zinaitwa zile ambazo zina vifaa, Alliance, Kenya High, nini. Utapata kwamba there is a lot of stake from wale wanasiasa na viongozi wetu. Kuna list. Juzi nimesikia, niko na rafiki wangu ambao tumesoma nao sasa ni walimu wa mashule hizi shule kubwa kubwa humu Nairobi na kadhalika. Wananiambia sasa washaanza kuzima simu zao. Manake this is the time they become so pressurized. Mtu hata unaweza kosa hata kufika kwa nyumba yako. Manake kama mwalimu mkuu sasa unapata simu kutoka kwa sijui mkurugenzi kutoka wapi, sijui nani kutoka wapi, ako na list ya watoto wake 10, fulani naye pia ako na list yake watoto wake 20. Na si watu wao kuambia tu ati hapana haiwezekani. Ni watu ukijaribu kufanya hivyo huenda utaishi Nairobi ama utaishi Kenya. Kazi yako itakuwa na shida. Kwa hivyo it reaches a place as Kenyans we have not given our independent institutions the independence they deserve for them to carry out independent duties like this ones we are having today. These are national duties which ambapo tungeachia haya mashirika yafanye kazi yao kitaaluma. Lakini ninapomalizia kusema hiyo hoja, kuna kitu ambacho tungesema ambacho tunaona kikiendelea, kwa mfano katika tume ya kuajiri walimu. Mambo haya yote yana surround walimu pia. Hiyo tume ambayo ni ya kuajiri walimu, unapata kwamba wakati mwingi inaambiwa ajiri walimu ndio waende wafanye hiyo kazi, lakini zile senti zenyewe hazifuati kazi yenyewe. Wamepewa majukumu, na nafikiri pia ndio NEC pia iko nayo. NEC can't, that's why we have still exam stealing. Mbona tunaendelea kuongea kuhusu mambo ya mtihani kuibiwa? Ni kwa sababu pesa zile ambazo pengine NEC inapewa na uwezo huo hawana, manake they can't even be able to prosecute. There are still leakages. Mwaka huu tunapoongea hivi, tulipofanya huu mtihani, tulisimamia mtihani, we had about exam stealing. Kuna walimu tayari wameshikwa, kuna shule zimefungiwa. Kwa sababu gani mtihani bado inaibiwa in this 21st century? Ni kwa sababu there is somebody somewhere at NEC sleeping on his job. Na asante ya Munga, na tutakuwa tunapata pia kauli ya Boaz, lakini tutakuwa na kukatiza muda wote kutoka sasa. Tutakuwa tunatarajia kwamba mwana mazingira Truphena Muthoni anavunja ile rekodi yake ya kukumbatia mti ya masaa 72. Zimesalia takriban dakika 2 hivi na sekunde chache. Kwa hivyo tutakapofikia hapo tutakuwa na kukatiza, lakini kwa kuongezea hoja ambayo ameitaja ya Munga, kuna imani na baraza la NEC kuingia katika mchakato kama huu, tukiwa tunaona historia ambayo imekuwepo na hisia ambazo Wakenya wana kwa jumla kuhusiana na kuhusika kwake kwenye maamuzi makuu ambayo yanaangazia zaidi maisha ya mwanafunzi. Asante dadangu. Kwanza kabisa unajua kuna taasisi kama NEC, TSC, KICD na hayo mengine. Lakini hatuwezi kusema sasa hao watakuwa na zile independence inatakikana. Kwa sababu tunaangalia hata vile Constitutional Commission na independent offices wamekuwa wakifanya kazi. Mara kadhaa ni zile commissions kama TSC ni moja. Kidogo Boaz ni kukatize kwa ajili ya ile taarifa ambayo nilikuwa nimekueleza kwamba mwana mazingira Truphena Muthoni mwenye umri wa miaka 22 amevunja rekodi ya dunia ya kukumbatia mti kwa jumla ya masaa 72 kwa mpigo. Truphena alianza mashindano hayo tarehe 8 Disemba ambayo ilikuwa ni Jumanne mwaka huu, na sasa hivi ametimiza masaa 72. Amevunja rekodi yake ya awali ya masaa 48, na ni katika hamasa tu kuhusiana na mazingira, miti asili, jamii asili na hususan ujumuishaji wa watu wanaoishi na ulemavu katika jamii. Na wananchi wamejitokeza katika kaunti ya Nyeri kushuhudia tukio hili la kipekee na la kihistoria. Tuvuke mbashara tupate picha hizo ambazo zinaendelea kwa sasa. Ya picha hizo, lakini tutakuwa tunakuletea picha hizo, lakini cha mno ni kwamba mwana mazingira Truphena Muthoni ameweza kuvunja rekodi ya kukumbatia mti kwa masaa 72 kwa mpigo, ikiwa amevunja rekodi hiyo
kwa masaa 72 na imesalia nafikiri sekunde 20 hivi iwe yamefikisha masaa hayo 72 baada ya kuanza mashindano hayo tarehe 8 Jumanne wiki hii, na leo akiwa anafika tamati hatimaye. Mengi yatakuwa yanafuata, ikiwa baadhi ya mashirika yameahidi ufadhili kwake kuhusiana na ari hiyo, akiwa yeye ni mwanaharakati wa mazingira, na shughuli hiyo kwa jumla ilikuwa inahusisha kutoa hamasa kuhusiana na miti asili, jamii asili na ujumuishaji wa watu wenye ulemavu. Tusikilize picha hizo za moja kwa moja kutoka Nyeri. Na mtazamaji, ni rekodi ambayo imevunjwa na mwanamazingira huyo Truphena Muthoni, ambaye alikuwa anafanya mashindano hayo ya kukumbatia mti kwenye kaunti ya Nyeri, na kama unavyoona basi ni sherehe tu za kusherekea kufika mwisho kwa mashindano hayo yaliyoanza Jumanne tarehe 8 Disemba na kutamatisha masaa 72 akiwa amekumbatia mti mfululizo. Inapofika sasa hivi ambapo amevunja rekodi hiyo ya ulimwengu. Awali alikuwa ameandikisha rekodi ya masaa 48 na sasa pia ameivunja rekodi yake mwenyewe. Ni taarifa ambayo imejiri sasa hivi na ni baadhi ya taarifa kuu ambazo tunazifuatilia na tutakuwa tunakuletea kwa kina taarifa yenyewe. Tukirejea hapa studioni, nafikiri ni hongera kwa Truphena. Hongera sana Truphena. Kwa siku 3 mfululizo akikumbatia mti. Kwa awareness tena hata kwa masomo sahihi, hilo ni somo la environmental studies is a key subject. Climate change, environmental studies. Haya ni mambo ambayo wanafunzi wetu na hata Wakenya nitakana wajue na wajivunie kwamba Mungu ametupatia ardhi hii na tukiishi katika ardhi hii tujue vile tutailinda kwa vizazi vijavyo. Bila shaka. Hongera sana, heko na mbeleko. Ni mfano mzuri sana na pongezi sana kwa Truphena. Na unajua kuvunja hii rekodi kuweka kwa Guinness Book of Records. Na pia unaona akona bidii, ataendelea hata kuvunja hiyo rekodi yake. Na pengine ningependa apewe competition kutoka kwa wale wengine huko nje. Hapo ndio kuboresha zaidi. Akiona kuna competition inakuja, atafanya bidii zaidi. Nafikiri pia ni changamoto kwa wengine ambao tukisimama dakika 20 tunaanza kuchoka. Kusimama siku 3 mfululizo ni kibarua kigumu, lakini kwa mapenzi ya mazingira na kutoa hamasa kuhusiana na miti asili na utunzaji wa mazingira kwa jumla, Truphena amepata ari ya kuvunja rekodi hiyo ya ulimwengu na kuweka rekodi kwa jumla tu kuhusiana na mashindano hayo ambayo alianzisha yeye binafsi. Tutakuwa tunaifuatilia taarifa hiyo, lakini boss, tukirejea kwenye hoja ya imani ya Wakenya katika baraza la mitihani la la kitaifa kuhusika katika mchakato huu, tukijua kwamba kumekuwa na kutokuwepo kwa usawa kwenye baadhi ya maeneo kama mlivyotaja, kimiundo msingi na pia masuala ya rasilimali kwa jumla za kufanikisha mtaala wenyewe wa CBE. Kwanza kabisa, unajua ili Wakenya wawe na imani kwa mtu yeyote ama institution yeyote, lazima hiyo institution ama huyo mtu awe ameendelea kutenda mema consistently. Sio mambo ya leo unafanya hivi, kesho unafanya kinyume ama unaegemea pande zile zingine zenye haifai. So jambo la muhimu kwanza ni kuhakikisha kama NEC yenyewe wako na unaitwa professionalism ile ya hali ya juu. Unajua kuanzia kwa CEO wako na wataalamu wazuri sana. Lakini unajua wanafuatilia sera fulani, na hiyo sera inaongozwa na waziri. Na waziri pia anapewa instructions na rais. So kama hizo instructions za zingine zinagongana, ndio sasa shida inatokea. Ndio Wakenya wataanza kuwa na wasiwasi kusema kweli, ukisema majambo fulani unamaanisha nini? Kwa sababu hatukuelewi. Pengine unataja hivi na kesho yake utataja kitu kingine. So jambo muhimu wafanye juu chini kutumia the professionalism, uwezo wao wa kitaaluma. Ya kitaaluma. Sasa kando na hiyo pia unajua usipopewa hela za kutosha. Kwa mfano wakati walikuwa wanafanya na oversee mitihani na mambo mengine aina hiyo, kuna wale walimu wenye walikuwa wanakuja kufanya exam, the examiners.
vifaa kama vehicles, unajua hizo coordination zote. Kama hela hazitoshi, umeleta walimu na wanamaliza kazi yao, lakini hata kuwalipa ni shida. Sasa unapata pengine walimu walikuja na zile pesa alikuwa nazo, unamweka hapo, hana njia ya kurudi. Sasa unadhoofika, hali yake inadhoofika zaidi. Sasa hapo Wakenya hawatakuwa na imani sana na matokeo, kwa sababu watasema kama wenye walikuwa wanafanya hii ndio wamefanyiwa mabaya, sasa matokeo inaweza kuwa vizuri namna gani? Na tatu pia, wakati walikuwa wanafanya hizi, unajua ili exams ziwe zinafanywa, setting inaanza mapema. Na hiyo setting inaanza kulingana na the curriculum zenye imetolewa na KICD. Hiyo uhusiano kati yao na KICD na wale ambao wanasema, unajua katika education sector na kwa walimu, kuna wale walimu ambao wamejulikana, huyu ni baadhi ya wale ambao wana tusaidia kwa kufanya setting. Lakini kama hiyo institution ama hiyo sehemu haijakuwa protected vizuri, unapata pengine wawili watatu wanaanza kusema mimi ni baadhi ya wale ambao walikuwa wanafanya hivi, pengine naweza kupatia wengine special coaching ndio wajue kulikuwa na nini ama kunaweza kuwa na nini, unatarajia nini. Mambo aina hiyo ndio ina reduce the confidence ya Wakenya kwa hizi idadi. Lakini nilikuwa nimetaja institutions tena ingine kama TSC. Wakati umepewa kazi na katiba kufanya recruitment ya walimu, lakini tunashtuka tu tunaona sijui wanasiasa fulani wako na recruitment letters wanapeana huku na pale. Sasa tunashindwa tunaweza amini institution aina hiyo. So kuna mambo mengi ama mambo kadhaa yenye inafaa ifanywe, lakini pia viongozi ama the political leadership wapatie hizi institutions ile freedom ya kutekeleza kazi yao kikamilifu. Kwa sababu kama kuna interference zaidi, hapo ndio sasa confidence level kutoka kwa Kenya inarudi chini. Yeah. Naam, asante Boaz. Tutakuwa tunarejea tuzungumzie zaidi ya utayari, tukiangalia upande wa miundombinu kama tulivyotaja hapa na pale, na pia walimu na utayari wa walimu wa kutosha, na pia utayari wa walimu katika kuchukua mkondo huu wa mpito wa gredi ya 10 kwenye sekondari ya juu. Lakini kwa sasa napata pumziko fupi, nitarejea ndani muda usio kwa mrefu. Karibu tena mtazamaji, tunapoendelea na mazungumzo hapa studioni kuhusiana na matarajio ya matokeo ya kwanza ya tathmini ya mtihani ama ile tathmini ya KJSEA ya sekondari msingi, na naendelea na mazungumzo haya nikihusisha Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu akiwa anafanya na shirika la Elimu Bora Working Group, na pia namhusisha mwalimu Peter Amunga ambaye ni mtaalamu wa elimu na mtafiti chini ya muungano wa KEWOTA. Na nikumbushe tu kwamba taarifa inaendelea kujiri ni ile rekodi iliyovunjwa na mwanamazingira Truphena Muthoni mwenye umri wa miaka 22 ambaye ameweza kusimama na kukumbatia mti kwa masaa 72 mfululizo, akiwa amevunja rekodi yake ya awali ya masaa 48 ambayo alikuwa ameiweka. Na vile vile Truphena amefanya tukio hilo akiwa kwenye kaunti ya Nyeri, ambapo wakazi wamejitokeza kushuhudia tukio hilo ambalo ni la kihistoria na likiwa limevunja rekodi ya ulimwengu. Na ni katika kutoa hamasa kuhusiana na miti asili na hata jamii asili na ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika shughuli mbalimbali za kihistoria. Na pia amepata ufadhili kutoka kwa mashirika mbalimbali kufuatia kuvunja rekodi huko. Ni taarifa kuu ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari na tunaendelea kuifuatilia na kukujuza kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Karibuni kwenye sehemu ya mwisho.
Tukizungumzia utayari sasa, kwa sababu matokeo yanapokuja baada ya juma moja, tunaona wanafunzi wakiwa kwenye shule mbalimbali kutokana na matokeo waliopata na pia kupata ile ripoti ya matokeo yao na uwezo wao kwa jumla. Lakini tukumbuke kwamba kuna shule 1500 hazikuchaguliwa wakati wa ule mchakato wa kuchagua shule, na hii ndio changamoto na wasiwasi wa wengi kuhusiana na kwa nini hazikuchaguliwa, na iwapo zitalazimishiwa wanafunzi hata baada ya kukosa kuzichagua, hali itakuwaje, na hivi viwango vya elimu ambavyo tunavitarajia kwenye shule ambazo hazipo tayari vitakuwa kwenye kiwango gani? Amunga. Naam, ni kweli kabisa kwamba shule 1500 hazikuchaguliwa. Na that is a pointer, ni jambo la kutuonyesha kwamba wale waliokuwa wakichagua ambao ni wanafunzi na wazazi wao hawana imani na hizo shule. Na shule 1500 ni nyingi sana, manake Kenya shule za sekondari zote ukiweka kijumlisha ni karibu 12,000, 9,000 ama 9,000. Sasa kama 1500 hazikuchaguliwa, that's more than half. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wanajua kwamba hizo shule hazina vifaa za kufanya zile pathways. Kuna jambo ambalo tumeambiwa kwamba litafanyika tunapoingia katika grade 10. Inaitwa pathways, yani ni njia taaluma mbalimbali ambazo mwanafunzi nitakana achague. Kwa mfano kama ni mambo ya performing arts, kama ni mambo ya hizo mambo ya sports, teknolojia, alafu kuna mambo ya masomo ya mengine ya historia na kadhalika na lugha. Lakini sasa unapata kwamba ukweli ndio huo tu, na Wakenya tunajua kwamba shule nyingi hizi ambazo tumeanzishwa katika sehemu za mashinani, nyingi zimeanzishwa na mambo kama CDF nini. Kwanza, jambo la kwanza, hazina walimu. Kama shule haina mwalimu, itakuwaje shule ambayo itapata kutekeleza mambo hayo? Kwa hivyo when you talk about preparedness ama kuwa tayari, as a country tuko nyuma sana. Mfumo huu wa CBE ama CBC, kulingana na wale ambao walifanyia utathmini na utafiti, kwa mfano ndugu yangu ambaye tumekaa naye hapa ndio mmoja, walikaa katika ile tume ilikuwa ya Profesa Ahiro, na wakakaa na yule mama alikuwa anaitwa Amina Mohamed, alikuwa CS wa education. Na nakumbuka tukaenda katika kile sehemu maalum inaitwa KICD, na wakajulisha all stakeholders. Kwa tumekaa pale tukaambiwa kwamba we are not ready, we are not prepared. Kuna mambo hayo yote ambayo tunaongelea saa hii. Wakaambia yule waziri, we are not prepared. Yule waziri naye kwa ule kwa mkakamavu na mtu honest, yule mama akasimama pale mbele wanahabari na akasema we are suspending mambo ya CBC for 1 year because hao wataalamu nimesimama nao hapa wameniambia we are not prepared. Hello, yule mama alifutwa kazi jameni. Hapo nilikuwa mwisho wake pale katika wizara ya elimu, asubuhi yake alipata uhamisho. Sasa najaribu kusema hivi, the truth, yani ukweli huuma sana katika nchi yetu ya Kenya. Tunapoambia watu ukweli na sisi watafiti wa elimu hawatupendwi kabisa. Kina ndugu yangu huyu, kina Profesa Ahiro, kina wale, kuanzia zile ripoti zote tulipeana kuanzia McCarthy report mpaka wakati huu Douglas Odhiambo report ndio hii ya CBC. Utapata kwamba mtafiti mwenzangu hapa ameniambia kwamba they are never implemented. Ile kuto-implement 30% only is what is implemented. Now for those of you who are professionals in education, you know that is below. It means actually we have not even implemented it. Kwa hivyo kinachoendelea sasa hivi is just sugarcoating na kufurahisha Wakenya na kuambia kwamba tunaenda mbele, tusonge mbele, msiwe na wasiwasi. Lakini mimi ambaye naenda darasani nishike chaki, naletewa mtoto kutoka hii KJC akuje kwa shule ya sekondari senior school ambapo mimi nafundisha, utapata kwamba wale wanafunzi watakuja pale, wengi hawezi andika vizuri, hawezi fanya hesabu hata vizuri, hawezi soma. Akipewa makala soma hivi kwa Kiingereza ama Kiswahili hawezi. Lakini ashaletwa kwa shule yangu na ameletwa kabisa kwamba mimi sasa niendelee kutoka pale. So kila mtu anasukumia mwenzake mzigo. Wale wa ECD wanasukumia primary, primary. Wale primary wanasukumia junior secondary. Junior secondary wanatusukumia sisi huku senior. Sisi nazi pia tutasukumia hawa kwa university wapambane na hizo shida huko. Sasa ukweli wa mambo. Boaz, maoni yako ni yapi kuhusiana na utayari na navyotaja Amunga, ukweli wa mambo? Tayari hatuwezi sema iko sawa,
Lakini hata kabla niseme wawe tayari kwa njia gani, kuna mambo muhimu lazima tuyataje. Lazima tufanye ama tutibu magonjwa mengine matatu ili tuwe tayari. Ya kwanza, uporaji ya pesa za shule. Umeona kila mara hata hii capitation zinapelekwa tu, but unasema ni ghost schools wanapata. Unapata kuna wanafunzi wenye wanahitaji lakini hawa hawajapewa, na kuna wale ambao hawako pengine wako mbinguni lakini wanapewa hela zetu. Hiyo lazima zikome kabisa. Pili, planning, magonjwa ya kukosa kufanya planning. Kwa sababu kama hujafanya planning vizuri, ndio unaona unasema sasa hii preparation inakuwa namna hii, shule fulani hazina vifaa zinahitajika kama XYZ. So hiyo planning inatuonyesha kuwa ili tuboreshe hali ya senior school, basi tufanye jambo moja, pili, tatu, nne. Tatu, na nimesema mambo matatu. Mambo ya kuangalia na kuwaweka walimu katikati katika hii transition. Kuna vile saa zingine ni wizara wanaamua tu kivyao. Unaamka asubuhi, mwalimu anakuuliza, na wewe ulisikia vile ilitangazwa? Na huyu mwalimu ndio sababu hazina chochote. Umesikia wizara ama waziri akitamka kuwa kuna planning ama kuna investment, kuna uboreshaji inaendelea? Hamna. Hatujasikia. Na kama inafanywa kisiri, basi pengine hata nyinyi watu wa media mngekuwa mnaenda huko, mnajua kuna secret projects zenye zinafanywa vizuri zinaendelea. Lakini kama inafanywa hivyo, pia wanafanya kinyume cha kipengele cha 10 ya katiba yetu. Inasema kila jambo lazima ifanywe kwa wazi, watu wanaona, wanafanya consultation, hiyo public participation. Ndio hata kama ni hali hatari namna gani, utapata wanafunzi, wazazi watafika kwa hiyo shule, wanasema vile tunatarajia idadi ya tuseme 200, idadi ya wanafunzi 200, na hatuna sehemu fulani ya vyakula ama nini. Basi mimi nimekuja na resources kadhaa. Wanaweza kuwa na interim measures, lakini kama hawajawekwa katikati au walimu hawajawekwa katikati, na pia walimu wakiwekwa katikati, hao ndio wanajua kuconsult na wazazi. Ndio wataambia wazazi, kweli wakati hao watoto wanakuja, wengine hawatakuwa na desks. Tusingoje mpaka sasa wakati wa admission tuone shule fulani wanasema hapa admission lazima ukuje na desk, admission lazima ukuje na hii. Na hiyo inaleta ile hali mbaya sana, hali duni kwa sekta ya elimu. So tufanye planning mapema, tukomeshe hiyo uporaji yenye tumekuwa tukiona, na tena pia tufanye walimu ndio baadhi ama washikadau wakuu wa kufanya uamuzi kuendelea mbele. Na hiyo planning tufanye long term planning, sio planning ya imefika hii wiki kuna reporting next week ndio unaona msusumuko, watu wanasukuma gurudumu hapa na pale kuharakisha. Tulikuwa tunafanya nini wakati wanafunzi hao walikuwa wanaenda nyumbani? Tujitayarishe mapema, ndio hata kama tuta fall short, lakini kila mtu ataona wizara wamejaribu. Amunga, kwa kumalizia kwa sababu ya muda. Na sababu ya muda. Mimi ningesema hivi kwa walimu wenzangu, manake mimi sana nafanya utafiti sana na walimu na hilo shirika la Kenya Women Teachers Association KEWOTA. Walimu sisi uzuri wetu ni kwamba we are able to adapt. Yuko Kiswahili nitatumia neno gani? Lakini tunaweza kujigeuza ama nini? Atakusaidia. Kwa hiyo unapata kwamba walimu sisi training yetu ni kuadapt to every different situation that comes around. Manake jukumu letu kubwa ni yule mwanafunzi ambaye analetwa mbele yetu. Wewe kama mwalimu, these gaps ambazo tunaongelea, sisi kama walimu, what we need to do is to improvise and to learn. Tuende tufanye utafiti, walimu endeni hizi trainings. Uzuri ni kwamba Teacher Service Commission kwa wakati huu
Yule ambaye amesimamia Teacher Service Commission, yule mama anaitwa Evelyn Mitei, ameonyesha ukakamavu mzuri sana. Kwa hizi siku chache ambaye amekuwa acting CEO wa TSC, ametoa hata timetable, schedule ya training for senior school teachers. Hii December tukimaliza kusahisha mitihani hii, walimu ambao wa senior secondary tunaanza retooling yetu, ili by January walimu tuwe tushaanza kujua mambo fulani. Kwa hivyo mimi ningesema tu kwamba walimu we have to also work extra hard. Sisi hatuwezi kuwa tu kazi yetu ni kulalamika mambo haya ya serikali kila wakati. Wakati mwingine pia sisi wenyewe pia tuchukue jukumu kama walimu, tusaidie nchi yetu Kenya, tujenge Kenya yetu. Na vile mwenzangu amesema, walimu tujitume. Unapata kwamba wanasheria, lawyers, wanahabari, hawa journalists kama dada yetu hapa, they talk more about education. Na sisi walimu we take a back seat. Nikana kwamba tumenyeshewa, tunaangalia. Walimu kama umekuwa trained kama mwalimu, tokelezea nje, jitume. Anza pia kushiriki mahojiano kama haya. Mwalimu nenda kutafuta mambo, enda kwa mitandao. Siku hizi mitandao imekuja. Tuone tunaweza pata yepi mapya ambayo tutafundisha wanafunzi wetu. Asante. Asante sana. Tutakuwa tunakomea hapo kwa sababu ya muda, lakini niwashukuru sana kwa kuja na kwa kuchangia mazungumzo haya ambayo ilikuwa ni hoja nzito, tukiwa tunaangazia matarajio wakati ambapo matokeo ya kwanza ya tathmini ya KJSEA ambao ni mtihani wa sekondari msingi yatakuwa yanatangazwa hii leo na Wizara ya Elimu, na mengi yatakuwa yanafuata ambayo ni mageni kwa Wakenya wengi kufuatia matokeo hayo, ikiwa ni ule mchakato wenyewe wa matokeo ulivyo na jinsi matokeo yalivyoorodheshwa, na pia cha mno zaidi ule mchakato wa kuwachagulia shule wanafunzi baada ya matokeo kutangazwa, ambayo ni tofauti na awali kwenye ule mtaala wa 844. Nimshukuru sana Mwalimu Peter Amunga ambaye ni mtaalamu wa elimu na mtafiti chini ya muungano wa KEWOTA, na nimshukuru sana Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na pia mtafiti wa elimu chini ya shirika la elimu bora Working Group. Na kufikia hapo mtazamaji, natamatisha taarifa hizi na mazungumzo haya kwa jumla. Ni wapishi wenzangu kwa lugha ya Kimombo wachukue usukani kwenye matangazo hayo yanayoendelea zaidi ya hapa. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.